Hii ni Rachel Robin Online TV. Na siku hii ya leo, moja ya vitu ambavyo tutakwenda kuongelea ni masuala ya vita ya Ukraine. Jinsi ambavyo rais wa Marekani kauli zake zinakinzana na za rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Lakini pia tutaangalia ni jinsi gani ambavyo rafiki wa muda mrefu wa Donald Trump ambaye ni waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer, jinsi ambavyo sasa hivi sera zao zinakwenda tofauti. Kwa wewe ambaye haujasubscribe channel yetu hii pendwa ya Rachel Robin Online TV, bonyeza hapo sehemu iliyoandikwa subscribe ili uwe wa kwanza kupata habari zangu kila ambapo ninarusha. Kwa ambaye haufahamu, Marekani wametoa mpango wao wa kusitisha mapigano kwa siku 30 pale Ukraine ili mazungumzo ya amani ya kumaliza vita kabisa yaweze kufikiwa. Na moja kwa moja mpango huu ukapelekwa Urusi kwa sababu ulipokuwa umeandaliwa, rais wa Ukraine akubali, na ukapelekwa Urusi na Vladimir Putin akatoa majibu ambayo bado yakaya yanaonekana kwamba hajajitosheleza, kutokana na kwamba inasemekana alisema kwamba amekubaliana na mpango huo, lakini kuna vipengele ambavyo bado vinatakiwa viangaliwe kwa umakini. Pengine hivyo vipengele vikiangaliwa, ndiyo sasa waweze kufatisha huo mpango ambao wa Marekani wameuandaa wa kuweka silaha chini kwa siku 30 kwa Ukraine pamoja na Warusi. Sasa hili jibu la rais wa Urusi Vladimir Putin limepokelewa ndivyo sivyo na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, kwa sababu kwa mujibu wa maneno yake ambayo ameyatoa kupitia vyombo vya habari, imeonekana akiwa amechukizwa na jibu la Putin na kulalamika kwamba Putin hataki hii vita iishe, hataki huu mpango, ndio maana anachelewesha, hataki kutoa jibu kutokana na kwamba anataka mapigano yaendelee. Kwa hiyo haya ndio maneno ambayo alikuwa akiyatamka rais wa Ukraine, lakini yanaenda kinyume na rais wa Marekani ambaye ndio mfadhili mkuu wa Ukraine, Donald Trump, ambapo kwa maneno ya Donald Trump yeye anasema kwamba majibu ya rais wa Urusi yameonyesha ni majibu yenye kutia moyo sana, na yameonyesha kabisa kwamba ni mtu ambaye yuko tayari kwa ajili ya hilo pendekezo la Marekani. Kwa hiyo ana imani kwamba hivi karibuni hii vita itaisha. Kwa hiyo haya maneno ya hawa marais wawili jinsi ambavyo yanakinzana, ikawa inawafanya watu wanashindwa sasa kuelewa kwamba je, ni kwamba Volodymyr Zelensky hajamuelewa Putin vizuri, au ni kwa vile hawaongei moja kwa moja, na pengine Donald Trump kwa sababu yeye alipeleka ujumbe moja kwa moja ukiongozwa na mwanadiplomasia wake ambaye anaitwa Steve Witkoff, pengine labda ndio maana akapata kumuelewa Vladimir Putin vizuri. Wakati haya yanaendelea kule Uingereza, waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer ameitisha jopo la wakuu wa nchi mbalimbali za kule Ulaya kwa ajili ya kuzungumzia hii sakata la Ukraine, kwa ajili ya kumpa support Ukraine. Sasa hapa inaonekana kabisa hawa watu wanakinzana, rais wa Marekani Donald Trump pamoja na waziri mkuu wa Uingereza. Hawa watu huwa wanaelewana sana, na Uingereza pamoja na Marekani ni huwa wanakuwaga na sera ambazo zinaendana kwa miaka mingi sana. Ni washirika wakuu ambao sera zao nyingi huwa zinaendana. Lakini kwa mara ya kwanza tunaona wanakuwa na sera ambazo ni tofauti, na ni kitu ambacho kinashangaza wengi sana. Kwa hiyo hapa inaonekana sera kuu ya waziri mkuu wa Uingereza pamoja na mfalme wao, Mfalme Charles, ni kutaka kuisaidia Ukraine iendelee na vita, waendelee kupambana na Urusi. Lakini sera ya Marekani ni kutaka vita ya Ukraine iishe. Na sielewi kwa nini Waingereza na washirika wao wanataka vita iendelee, waendelee kumsaidia Ukraine aendelee kupambana. Sielewi kwa sababu gani, lakini pia tunafahamu kwamba kwa upande wa Marekani, Donald Trump aliahidi wananchi wake katika kampeni kwamba akiingia madarakani ataimaliza vita ya Ukraine, na hicho ndicho anachotaka kutimiza. Lakini tunafahamu kwamba pasipo Marekani Ukraine haiwezi kuendelea na vita. Kwa hiyo pengine hata hii mikutano ambao wanaikaa viongozi wa Ulaya juu ya Ukraine, pengine haiwezi kuzaa matunda kama Marekani watashindwa kumfanya awe katika upande wao. Na Marekani inaonekana imeshikilia msimamo
wa kuhakikisha vita inamalizika. Kwa upande wa Mrusi tunamwona akiwa anaendelea kusonga mbele, na hasa katika mji ule wa Kursk tunaona anazidi kuukomboa, anaenda kwa kasi ya ajabu sana, anazidi kuukomboa. Na kuna wengine wanatafsiri kwamba pengine amechelewesha kutoa jibu la kuweka silaha chini ili aukomboe kwanza mji wake wa Kursk, alafu atengeneze mpaka vizuri. Na inasikika watu wengi wanasema kwamba kuna pengine anaweza akaingia na kuchukua eneo la mji wa Sumy, mji wa Ukraine. Nafikiri na hii ni moja ya vitu ambavyo vinamfanya rais wa Ukraine anakuwa na hofu sana. Lakini kitu kingine ni madai ya rais wa Ukraine na rais wa Marekani ambao yanakinzana juu ya wanajeshi wa Ukraine walioko pale Sumy, ambako rais wa Marekani kupitia mtandao wa kijamii aliandika kwamba wanajeshi wa Ukraine walioingia katika mji wa Urusi wa Sumy wamezungukwa na majeshi ya Urusi na wako katika hali mbaya kiasi kwamba ikitokea Mrusi akaamua kuwaua, basi itakuwa ni vifo ambavyo mara ya mwisho kushuhudiwa ni katika vita kuu ya pili ya dunia. Hivi ndio kwa mujibu wa maandiko aliyoandika rais wa Marekani katika mtandao wa kijamii. Haya maneno yamekuwa kinyume na vile ambavyo kiongozi wa Ukraine anaongea, ambako anasema kwamba hawako katika hatari hiyo na wanaendelea kupambana pale Sumy. Lakini waandishi wa habari nao wanasema kwamba Mrusi anazidi kusonga mbele na muda si mrefu eneo lake lote la Sumy litakuwa mkononi mwake. Kwa hiyo ni maneno ambayo yanakinzana, lakini moja ya maneno mengine ambayo Volodymyr Zelensky aliyatoa juzi ilikuwa ni kwamba makamanda wa Ukraine wanahakikisha kwamba wanajeshi wa Ukraine walioko kule katika mji wa Kursk wanakuwa wawe hai. Kwa hiyo ni wazi kabisa ni kwamba sasa hivi ni kama wanapambania uhai wao na si tena kuipambania ardhi ya Kursk iendelee kuwa katika mikono yao. Kwa hiyo haya ndio ambayo yanaongelewa kwa sasa, lakini majeshi ya Urusi kwa upande wa kule Kursk inasemekana yamesonga sana mbele, na sasa hivi kwa mujibu wa vyombo vya habari wanasema kwamba yako kama kilomita 5 kufikia mpaka wa Ukraine. Hivi ndivyo ambavyo inasemekana kupitia vyombo vya habari na kupitia waandishi ambao wako kule Ukraine. Jina langu ni Rachel Robin. Hii ni Rachel Robin Online TV. Usisahau kusubscribe ili kupata chambuzi zangu na habari zangu mbalimbali.